Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akutie nguvu wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho haya, na Roho wa Mungu akusaidie uweze kuyaelewa mafundisho ambayo tunayafundisha, kwa maana mafundisho ni vita. Mafundisho ni kama maombi. Tunapokupa maarifa mbalimbali, shetani huwa anachukia. Lakini Roho wa Mungu atakapo kufunika kwa kuvuvia na uvuvio wake, kwa hakika shetani hataweza kukunyang'anya jambo lolote ambalo Mungu ameliachilia kibali uweze kulipata kwa siku ya leo. Sasa siku ya leo nataka nikwambie jambo moja. Wewe ambaye una matatizo mengi sana, umekuwa ukilaumu sana kwa habari ya matatizo, umekuwa ukilaumu kwa habari ya changamoto ulizonazo. Haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi una misukosuko ya aina gani, haijalishi uko eneo gani, ngoja nikwambie. Neno la Mungu linasema hivi: mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Na ukisoma kitabu cha Wafilipi, shika Biblia yako, tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 6. Kuna kitu pale anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nafikiri umelisikia neno vizuri. Yaani usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Kwa hiyo hata kama unapita kwenye changamoto gani, wewe kumbuka tu kusali, kuomba na kushukuru. Mshukuru Mungu pia. Unaona? Mshukuru kwa hiyo changamoto unayopitia, kwa sababu haujui changamoto yako ipo kwa sababu gani. Inawezekana kweli ni adui anakupiga, lakini mshukuru Mungu kwa sababu anainua watu kwa ajili ya kukusaidia, ama atakuinulia watu kwa ajili ya kukusaidia, ama atafanya namna hiyo changamoto haikuui, ila inaweza kukuimarisha bila wewe kujua. Kwa unapomshukuru Mungu, ataendelea kukusaidia kutatua changamoto yako. Lakini siku ya leo ninataka nikwambie kwa habari ya changamoto yenye kusudi la Mungu. Sio kila changamoto ni changamoto. Kuna changamoto imebeba kusudi lako, na nataka nikupe mfano haraka upate kunielewa. Chukulia wewe umezaliwa kwenye familia ambayo ni watu wa kutambika, ni watu wa kuabudu miungu, ni watu wa kanisani, ni watu mchanganyiko. Yaani wao ni mchanganyiko. Ndio umezaliwa hapo. Umezaliwa ukikuta wanaabudu hapo wanapoabudu, kanisa hilo wanaloabudu, na wewe ni rahisi sana kwenda kwenye kanisa hilo kwa sababu umekuta wazazi wako, ndugu zako wote wanaabudu hapo. Kwa hiyo na wewe kwa namna ya kipekee tu utaabudu hapo. Hakuna namna, utaabudu hapo. Sasa maisha ya waganga, nyumbani kwenu kuna waganga 6, 5. Unaona tu hapo wanapiga manyanga, wanafanya kazi zao, shughuli zao za kiganga zinaendelea. Alafu wenye kwenda kanisani wanaenda, au waganga wao wengine wanaenda kanisani. Umekulia mazingira kama hayo. Sasa mtu ambaye amekulia mazingira kama haya ni mtu ambaye atakuwa na changamoto kubwa sana ya kiimani. Kwa sababu gani? Hawa watu kanisani wanaenda, alafu hapa nyumbani wana shughuli zingine za kiibada zinaendelea. Wewe kwa haraka umezaliwa hapo, sio rahisi kujua kwamba kuna tofauti kati ya ibada hiyo ambayo inafanyika hapo nyumbani na ibada inayokwenda kufanyika hapo kanisani. Maana huku nyumbani wana ibada nyingine na kule kanisani kuna ibada nyingine. Yaani hawa wana ibada mchanganyo. Wewe ambaye umezaliwa katika mazingira kama hayo, utawezaje kujua kwamba ibada ipi ni sahihi, ibada ipi sio sahihi? Maana yake ni kwamba utajua mambo ya kutambika, mambo ya waganga ni mambo sahihi, na watakudanganya kabisa. Watakwambia uganga upo, Mungu anasema jisaidie ili akusaidie. Kuua mtu ndio dhambi, kumloga mtu ndio dhambi, lakini kujilinda mwenyewe, kujitibu mwenyewe, kuoga dawa ili upate labda nyota yako ing'ae, vitu vya namna hiyo ni sahihi. Wewe utavibeba. Ukienda kanisani, mchungaji atakwambia bwana, uganga ni mambo ya kiganga sio sawa. Uganga utakiwi. Uganga ni vitu ambavyo ni kuabudu miungu, ni ibada za sanamu. Wewe sasa utamwona mchungaji amechanganyikiwa, kwa sababu ulipozaliwa ndiko mahali ambapo mambo yanafanyika. Umekulia hapo na watu wanamjua Mungu kwa kadiri unavyoona wewe. Lakini kumbe ipo tofauti. Kwa nini nimekupa mfano huu?
Kuna kisa fulani nitakwambia ambacho kinafanana na huu mfano. Yuko mtu mmoja ambaye alikuwa ana tatizo kama hilo. Amezaliwa katika mazingira hayo ambayo nimekuambia. Kwa hiyo alikuwa akijua kwamba maisha ndio hayo, na familia yake ilikuwa ni familia ya watu ambao wanamjua sana Mungu. Lakini katikati ya watu wanaomjua Mungu kuna waliookoka kweli kweli. Walikuwa wanamwambia, bwana, haya mambo ya nyumbani sio mazuri. Yeye hakutaka kuamini. Akaona kwamba na yule naye kama akachanganyikiwa. Akaendelea na maisha yake. Kwa hiyo akaendelea na maisha yake, ana familia, maisha mazuri, ana biashara, na kwa waganga kama kawaida. Kwa hiyo kwenda kwa waganga kuona shida, alijua kumuua mtu, labda kwenda kumroga mtu, hicho ndio kitu kibaya. Lakini kwenda kwa ajili ya vitu vyake, kazi zake na maisha yake mengine, hakuna kama ni kitu kibaya. Akawa anaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo maisha akaenda kwa kipindi fulani. Baadaye huyu mtu akapata changamoto ya msuguano baina ya yeye na waganga ambao walikuwa anaenda kufanya nao kazi. Wakaanza kukwaruzana kimaslahi. Mara akitoa pesa kazi yake fulani hawaifanyi. Wakaanza kulaumiana sasa kwamba kwa nini kazi ya uifanyi, mbona pesa nimekupa, mbona jambo langu aliendi, mbona biashara yangu inasimama. Changamoto zikaanza kunyanyuka. Huyu akajua kwamba hawa wananionea wivu kwa sababu nimefanikiwa sana, mambo yangu yanakwenda vizuri, sasa wameamua kuto kunisaidia kwa makusudi. Asijue katika hiyo changamoto kuna kusudi la Mungu. Wakati fulani akiwa katika safari ya kutoka kwa mganga kurudi nyumbani, akanusurika na ajali ya gari, nusu afe. Kumbe mganga alikuwa amenuia yule afe kwa sababu zile hela alizompa ile kazi yake alishindwa. Kwa kazi ilipoishindwa, akashindwa kurudisha hela, angeonekana ni muongo. Mganga angeonekana muongo. Kwa hiyo mganga akafanya jambo ili yeye afe, amfanye tukio, apigwe na mzinga afe. Ili nini? Apoteze ushahidi. Mungu akamuokoa. Kwa hiyo mvutano ukawa mkali sana. Huyu mtu ikafika hatua wakashindwa kuongea tena. Mganga akasema siongee na wewe na sifanyi tena kazi na wewe. Wakaachana yule mganga. Kumbuka ni maisha aliyozoea. Kanisani anakwenda na kwa waganga anakwenda. Tunaliona vizuri? Si kila changamoto ni changamoto. Kuna changamoto zingine zimebeba kusudi lako. Basi huyu bwana akatafuta mganga mwingine, wakaenda. Kwenda kwa mganga, akaendelea na maisha kama kawaida. Lakini ikatokea kitu ambacho kinafanana na kile kile. Akaenda kwa mganga huyu tena, ikatokea shida katika familia yake ambayo yule mganga akashindwa kuitatua. Wakagombana na mganga huyu tena kwa maneno, kwa kurushiana maneno makali kabisa ya kwamba unanila tu hela zangu, kazi yangu mbona ufanyi, kazi nyingine unafanya, zingine mbona ufanyi. Tayari ikainuka changamoto nyingine. Huyu bwana akaanza kupata msukosuko kwenye biashara zake. Akaanza kupata msukosuko kwenye maisha yake. Mambo mengi yakaharibika. Magari yameuzwa, nyumba imeuzwa, amebaki tu na maisha yuko njia panda, juu afanye nini. Basi huyu bwana ilifika wakati akasema neno moja tu kwamba mimi sitaki tena habari za waganga, na kuanzia sasa nitamtumikia Mungu sawa sawa na neno la Mungu nalosema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Nyinyi chagueni wa kumtumikia. Kama mtamtumikia Bwana haya, kama mtaki kumtumikia Bwana haya, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Huyu bwana akaamua kwamba yeye atamtumikia Mungu. Tazama, amesema atamtumikia Mungu baada ya kupata changamoto ya maisha yake, baada ya kupigwa gari zake kuuzwa, baada ya nyumba yake kuuza, baada ya kugombana na waganga. Akaona sasa, mimi naamua kumtumikia nani? Mungu. Sihitaji msaada wa mtu mwingine yote. Kumbuka ampitia changamoto. Kumbuka mali zake zimepotea. Kumbuka muda wake umepotea. Kumbuka fedha zake zimepotea. Kwa hiyo inawezekana na wewe pia unapigwa na matukio ili Mungu akuaminishe kwamba njia unayopita sio sahihi. Ukiambiwa na watumishi unaweza usielewe kulingana na mazingira ambayo wewe umeishi au umekulia. Kwa hiyo Mungu atakupiga tukio makusudi ili wewe akili yako ikae sawa sawa. Kwa hiyo bwana alipoingia kuanza kumtafuta Mungu, ndipo Mungu alipoanza kujifunua katika maisha yake. Ndipo Mungu alipoanza kumuonesha alikuwa wapi. Ndipo Mungu alipoanza kumuonesha njia sahihi ni ipi na yeye alikuwa kwenye njia gani. Akaelewa kwamba kumbe nyumbani kwao alipokuwa amezaliwa palikuwa na matatizo. Maisha ya nyumbani kwao yalikuwa na matatizo. Maisha ya kwao yalikuwa ni maisha ya kuabudu miungu.
Hata kwenda kuabudu kule kanisani ilikuwa ni kama geresha tu, hakikuwa kitu sahihi. Na tangu hapo alipoamua kumtafuta Mungu kwa bidii, ndipo ugomvi na familia yake uliponyanyuka na wakawa hawaongei. Akasema ni heri nisiongee na familia yangu, lakini niongee na Yesu. Sijui kama unanielewa ama sijui kama unapata kitu, kwamba mwanzoni hakuwa anaelewa kulingana na mazingira ya kifamilia aliyozaliwa, lakini baada ya kupata misukosuko anakuja kutambua na kuelewa ya kwamba kumbe mahali nilipokuwepo hapakuwa mahali sahihi. Kumbe habari za kugombana na waganga ni Mungu alikuwa anasababisha. Mungu anasababisha vitu vyake vipotee. Mungu akasababisha mali zake ziondoke ili ajue njia sahihi ya kumtumikia Mungu. Na wewe pia inawezekana unapita kwenye changamoto fulani, unawezekana unapita kwenye jambo fulani. Leo nataka nikuambie na kukushuhudia ya kwamba sio kila jaribu ni baya, sio kila tatizo, changamoto unayopitia basi ipo kwa ajili ya kukuumiza. Hapana, kuna changamoto nyingine ipo kwa ajili ya kukutafutia wewe ujue njia sahihi ya kuweza kupita ili usiendelee kupotea. Unaona, usilaumu katika kila tatizo. Kuna matatizo mengine yamebeba kusudi lako la maisha. Yule mtu nakwambia mpaka leo anashuhudia kwamba anafurahia maisha alionayo kuliko maisha yale aliyokuwa nayo zamani. Anafurahia uwepo wa Mungu ndani yake kuliko maisha aliyokuwa anaishi zamani. Sasa je, kama Mungu asingempiga na matatizo, angeweza kumrudia Mungu saa ngapi? Kwa kuna wakati mwingine Mungu anakupiga ili wewe ufanye nini? Upate kuona kusudi lako, upate kulijua kusudi lako, upate kuelewa njia ambayo Mungu amekukusudia uweze kwenda. Ni matumaini yangu kupitia somo hili utakuwa umepata kitu fulani, na Roho Mtakatifu atakuwa amekufunulia mambo fulani. Hata katika tatizo unalopitia unaanza kujiuliza, kumbe inawezekana na hili nalo ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kumbe pengine hili nalo ni kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Kumbe pengine hili nalo Mungu ameliachilia lipite kwa ajili ya matengenezo yangu. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa kila jambo. Wafilipi sura 4:6. Usisahau hiyo. Kabla ya chochote usijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kuomba, kushukuru. Unapoomba unamshukuru Mungu pia. Unaomba na kushukuru. Kumbe hata katika changamoto shukuru. Ukiomba Mungu akusaidie, mshukuru Mungu hata kwa ajili ya changamoto. Usitamke laana. Unaweza ukatamka malalamiko, kumbe Mungu ana mpango na wewe. Na Mungu anapotaka kufanya mpango wake kwako, hachagui njia ya kutumia. Anatumia njia yoyote ambayo anaona wewe utaelewa kwa haraka. Sasa wewe unaweza kuona ni njia ya kukuumiza, lakini Mungu anajua kwamba akitumia njia hiyo wewe utaelewa kwa haraka. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho hata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la Mikono ya Kristo. Tuna channel yetu ya WhatsApp pia inapatikana kwa jina la Mikono ya Kristo. Wewe kwa nje ya nchi unatufuatilia, endelea kutufuatilia na Mungu akubariki sana. Na kama unaendelea kufuatilia mafundisho, usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata ujumbe na mafundisho tunayotuma mahali hapa. Yamkini una jambo umelisikia limefundishwa mahali hapa haujaelewa, nataka kuelewa zaidi, basi namba za simu ni hizo hapo. Ukiwa ndani ya nchi na maanisha Tanzania, piga namba kama zilivyo, na WhatsApp tumia namba hizo moja wapo na WhatsApp hapo tunaweza kuwasiliana. Lakini kama unawasiliana nasi kutoka nje ya nchi, yani nje ya mipaka ya Tanzania, utaondoa hiyo 0, utaweka alama ya kujumlisha 255, halafu utatupigia, utatupata. Inawezekana unahitaji msaada wa maombi, maombezi, ushauri na mambo mengine mbalimbali, basi tupigie kwa namba hizo na Mungu atakujalia neema kuu kabisa ya kukuhudumia kupitia Roho wake Mtakatifu. Maana sisi ni wanafunzi wake, sisi ni vijakazi wake, sisi hatuna faida mbele zake. Sisi tupungue, yeye apate kuongezeka. Ndio maana tunafundisha kwa unyenyekevu, wewe nawe upate kubarikiwa na kufunguliwa kupitia maarifa ya neno la Mungu kwenye chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Usisahau comment kama umebarikiwa, sema shalom, nimebarikiwa. Shalom, Mikono ya Kristo nimebarikiwa. Mungu atukuzwe, nimebarikiwa. Sio kwa ajili yangu, sio kwa ajili yetu, bali ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu, kwa maana neno ni la kwake, sisi ni watendakazi shambani mwake.
Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simodi Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.